Thank you once again. Asanteni mara tena. I want to say thank you from the deepest part of our hearts. Nataka nitoe shukrani kutoka kilindi cha mioyo yetu. Thank you for being there because of this service. Asante kwa kuwa pale kwa sababu ya ibada hii. I want to thank you so much because I know you have prepared because of this service. Nataka nikushukuru zaidi kwa sababu najua umejiandaa kwa sababu ya ibada hii. Remember, this is a ministry in the heart of God. Kumbuka hii ni huduma ndani ya moyo wa Mungu. Like I've always said, we have one agenda with you. Kama vile nimekuwa nikisema, tuko na mpango mmoja nawe. Just to preach the word of God. Kuhubiri tu neno la Mungu. And those who accept this word, their lives will turn about. Na wale ambao watakubali neno hili, maisha yao lazima yabadilike. If you are hearing us for the first time, kama umetusikiza kwa mara ya kwanza, make a date with these services. Fanya kuwa kila wakati unatusikiza. The lives of many people have changed and turned around by the voice in this altar. Maisha ya watu wengi imebadilika kwa sababu ya sauti ya madhabahu haya. We believe that our God is alive. Tunaamini Mungu wetu anaishi. And he speaks to life that are ready to receive him. Na anazungumzia mioyo ambayo iko tayari kumpokea yeye. Thank you for being there again tonight. Tunakushukuru mara tena kukuwa mahali pale. You could be getting this service from your office. Unaweza kuwa unapata ibada hii kwa ofisi yako. You could be in your house. Unaweza kuwa nyumbani kwako na umeketi na jamii yako. You could be alone in your house. Unaweza kuwa peke yako nyumbani kwako. All that I know is that the Spirit of God is ready to move. Lakini kile ambacho najua ni kwamba Roho wa Mungu ako tayari kusonga. Just wish to tell you to believe. Nataka tunuambie muamini. And like we have always done, na kama kila mara jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya, I like telling those that I'm preaching to, nimependa kuambia wale ambao nawahubiria, to have their Bible, kukuwa na Biblia yao, and a place where you can take some small notes. na mahali ambapo unaweza andika kwa ufupi. Many times in this altar, the things we hear every day, kwa maana mara mingi kwa madhabahu vitu ambavyo tunasikia kila siku, they are things we have never heard before. Ni vitu ambavyo hatujawahi kuvisikia. That is why they change our lives. Ndio maana yabadilisha maisha yetu. And it makes us to love this God so much. Na inatufanya tumpende Mungu huyu kwa zaidi. This God has removed us from somewhere. Huyu Mungu ametuondoa mahali. And today we are here. Na leo tuko mahali hapa. And we still believe the journey is on. Na bado tunaamini safari yaendelea. God bless you so much. Mungu awabarikini sana. As we begin our service, we want to pray. Wakati tunaanza ibada yetu nataka tuombe. And you can pay greatest attention to this prayer. Na unaweza weka mtazamo wako wote kwa maombi haya. Father, in the name of Jesus Christ. Baba, kwa jina la Yesu Kristo. The only name that has power. Jina la pekee ambalo lina nguvu. The name that saves and delivers. Jina ambalo linaokoa na kukomboa. We want to confess that we love you. Tunataka tukiri kwamba tukupenda. You have done so much in our life. Umefanya mengi zaidi maishani mwetu. We are not ashamed of this gospel. Na sisi hatuaibiki injili hii. Use us as vessels this hour. Tutumie kama vyombo wakati huu. Bless the ears of anybody who will ever come across this service. Kubariki masikio kila mmoja ambaye atakuja kwa ibada hii. So that they may hear this word and believe it. Ili wasikie neno hili na waiamini. And that this word may become flesh to them. Ili neno hili liwe mwili kwao. Anybody hearing this voice in sickness, yeyote anayesikia sauti kwa magonjwa, I pray that God you're gonna heal them. Naomba kwamba Bwana ukawaponye. Those who are in a kind of captivity, wale ambao wako kwa kifungoni, let your power release them. Wacha nguvu zako ziwaondoe. Anybody in a kind of suffering, yeyote aliye katika hali yoyote ya mateso, anybody made in your image who is crying, yeyote aliyeumbwa kwa mfano wako ambaye analia, wipe their tears and give them a smile. Futa machozi yao na uwape tabasamu. Oh God of Rahab, Mungu wa Rahabu, we thank you and we love you. Tunakushukuru na tunakupenda. And now I release your spirit. Na sasa hivi naachilia roho yako. Even as I speak your word, hata wakati nazungumza neno lako, anybody listening will hear from you. yeyote atakayesikiza atasikia kutoka kwako. Thank you for accepting to use us. Tunashukuru kwa kututumia. Let your name be glorified. Wacha jina lako litukuzwe. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. And I wish you said amen. Nadhani umesema amina. I'm still in this series of God of Rahab. Bado niko kwa mfuatano wa Mungu wa Rahabu. And I want to believe that you are being encouraged every other time. Nataka niamini kwamba kila wakati umetiwa moyo. Make an appointment with this altar. Endelea kukuwa na madhabahu haya. And make sure maybe if you are getting these preachings from the YouTube. Na kisha kama unapata ujumbe kupitia YouTube. Remember also to like and subscribe. Kumbuka pia kulike na kusubscribe. This will enable you to get all our updates. Hii itaendelea kufanya kupata kila jambo ambalo tuweka pale
hekalu mpya, so that every time we have a new service ili kila wakati tuliko na ibada and we mpya have heard something else from God, na tumesikia kitu kipya kutoka kwa you will Mungu, be among the first to get it. utakuwa kati ya wa kwanza kupata, Because we are here being positioned by kwa God, sababu tuko hapa tumewekwa na and Mungu, especially in these last days, hata siku hizi za mwisho, where things are happening that even doctors don't know. wakati vitu vinatendeka hata madaktari One of the hawavitambui. things that have really surprised me, Kitu ambacho kimenishangaza the zaidi kind of step that the devil has taken. ni aina ya hatua ambayo shetani He amechukua. has brought a lot of confusion even in the lives of believers. Ameleta kuchanganyikiwa hata kwa maisha wa Many waumini. people's faith have been shaken. Maimani ya watu wengi And you imetingizika. remember a few months ago, even churches had been shut down. Kumbuka hata miezi chache iliyopita hata makanisa yalikuwa And yamefungwa. especially in our country, Kenya. Hata hapa hivi nchi yetu Kenya, All churches had been closed. makanisa yote yalikuwa yamefungwa. That was the blow that the devil had given out. Hiyo ilikuwa ungumi ambao shetani alikuwa He ametupa. went an extent also to fight his own kingdom. Hata aliendelea kupigana vita ufalme wake Also, mwenyewe. the drinking and the bar places and restaurants were shut down. Hata mahali pa kukunywa pombe na mabaa zote And zilifungwa, something came up that there is no social gathering. na kukakuwa kwamba kuna mkusanyiko la hadhara. Something has come up that there is no greeting now. Kitu ikainuka kwamba kuna kusalimiana And things sasa, are changing and changing every day. na vitu vinabadilika kubadilika kila And I siku. said some of the changes we are going through, Na nimesema kati ya mabadiliko ambayo some tutapitia, of them you will live long to see them. mengine utayaona kwa muda Because mrefu, some God will allow to bring discipline in our lives. na mengine Mungu ataruhusu ili ilete tabia nzuri kwa maisha And I've always yetu. kept saying this, and I will say it again this hour. Nimeendelea kusema na nitaisema mara tena wakati huu, That every time you take God normally, kila wakati ambao unamchukulia Mungu the kikawaida, devil deals with you abnormally. shetani anakuchukulia kwa njia ambayo si So the kawaida. purpose of our service is to put you in line with God. Kwa hivyo kusudi la ibada yetu ni kuweka kwa katika njia nzuri na Mungu. We are not doing this for any other interest, Hatufanyi hii kwa makusudio mengine but we yoyote, have been made to move in this direction lakini tumefanywa kusonga kwa msongo so huu that God may help you where you cannot help yourself. ili Mungu akusaidie mahali ambapo huwezi jisaidia Where mwenyewe, the devil has pressed you to the wall, mahali ambapo shetani amekufinyilia that ukutani, God may give an exit. ili Mungu akupe njia ya Where kuponyokea things have held you and turned your life upside down. wakati vitu vimekushika na kugeuza maisha And yako, the order of your life is tears every na night. mpangilio wa maisha yako ni majonzi kila usiku. We are here that God may give you a laughter laugh. Tuko hapa ili Mungu akupe kucheka kwa mwisho, And that those people who look at you the way you are, na watu wale ambao walikutazama kwa jinsi they ulivyo will die in wonder. watakufa kwa They mshangao, will never know what has really happened. hawatajua kile ambacho But the kimetendeka, God we serve shall have earned glory. lakini Mungu ambaye tunamtumikia atakuwa amepokea utukufu. Now remember, as I move on in this series, Kumbuka wakati tunaendelea na msongo huu, tonight I have another new address, leo niko na jambo jingine jipya, but still in the book of Joshua. lakini kwa kitabu cha Yoshua, And my topic tonight, na kichwa changu siku wa leo, God of Rahab, Mungu wa Rahabu, change my foundation. badilisha msingi You wangu. can say it again after me 7 times. Unaweza sema nyuma yangu tena mara 7. God of Rahab, Mungu wa Rahabu, change my foundation. badilisha msingi wangu. God of Rahab, Mungu wa Rahabu, change my foundation. badilisha msingi wangu. God of Rahab, Mungu wa Rahabu, change my foundation. badilisha msingi wangu. God of Rahab, Mungu wa Rahabu, change my foundation. badilisha msingi wangu. Change my foundation. Badilisha msingi wangu. God of Rahab, Mungu wa Rahabu, God of Rahab, Mungu wa Rahabu, change my foundation. badilisha msingi wangu. You said that we are moving together. Ukisema hivyo tunasonga kwa I pamoja. want to begin by saying that Rahab lived a sinful life. Nataka kuanza kwa kusema Rahabu aliishi maisha ya dhambi. Sin she lived in, Dhambini aliishi and she did everything in sin. na alifanya kila kitu dhambini, And the kind of sin she lived in na aina ya dhambi aliishi ndani yake is what we meet at the beginning of every mention of Rahab. ni ile ambayo tunakutana kwa kutajwa kwa kwanza kwa
kwa Rahabu. She lived in prostitution. Aliishi katika ukahaba. Now let me say this now, that sin is very destructive. Wacha niseme sasa hivi kwamba dhambi inaharibu zaidi. Sin destroys every foundation. Dhambi inaharibu kila msingi. Sin destroys every life. Dhambi inaharibu kila maisha. Now let us go to the scriptures in the book of Joshua chapter 2. Wacha tuone katika Yoshua 2. And I will only read verse 1 with you. Na nitasoma tu nawe mstari wa I love kwanza. teaching the word of God. Na nitakuwa nafunza neno la Mungu. Therefore, every time we are in our service, remember to allow your Bible to be open. Kila wakati ambao tuko kwa ibada yetu, kumbuka kuweka Biblia yako And wazi. anytime you come across our Na services, kila wakati unakuja kwa ibada make zetu, sure you have your Bible so that you look at what we are reading. ihakikishe kwa Biblia yako ili uangalie kile ambacho And twasoma. every time, don't allow people to read the Bible for you. Na kila wakati tusiruhusu watu wakusomee Biblia. Read your Bible for yourself. Jisomee Biblia wewe mwenyewe. Therefore, in Joshua chapter 2 and verse 1, Kwa hivyo kwa Yoshua 2 mstari wa and I'm kwanza, reading from your Bible, believing that you are also reading. na msoma kwa Biblia yako nikiamini pia wewe wasoma. Then Joshua, son of Nun, secretly sent spies from Shittim. Kisha Yoshua mwana wa Nuni kwa kisiri akatuma wapelelezi wawili kutoka Shitimu. Go look over the land, Akawaambia, nendeni mkaikague hiyo and nchi, especially Jericho. hasa Yeriko. So they went and entered the house of a prostitute Kwa hivyo wakaenda na kuingia kwenye nyumba ya kahaba named Rahab and stayed there. jina lake Rahabu, na wakukaa humo. I've underlined these words. Nimeweka mstari chini ya maneno And if haya. the Bible you are reading from is your own Bible, Na kama Biblia ambayo unasoma kwa hiyo ni Biblia you yako, can also underline the same. pia weka mstari chini ya maneno hayo. House of a prostitute Nyumba ya kahaba named Rahab. jina lake Rahabu. Underline those words. Weka mstari chini ya maneno They hayo. entered the house of a prostitute Waliingia kwa nyumba ya kahaba named Rahab. jina lake Rahabu. Now I want you to hear this. Nataka usikize She hii. had lived in prostitution Alikuwa ameishi katika ukahaba until the whole of Jericho had known her, mpaka Yeriko nzima ikamtambua, enough that even the Bible records her story. zaidi hata mpaka Biblia inaandika historia Now I've yake. said that sin can destroy every life. Na nasema dhambi inaangamiza kila And maisha. such a kind of sin that Rahab lived in Na aina hiyo ya dhambi ambayo Rahabu aliishi ndani yake was the making up of her foundation. ilikuwa ya kutengeneza msingi wake. So she ate in that Kwa foundation. hivyo alikula kwa msingi huo, She slept in that foundation. alilala kwa msingi huo, And she did the ministry she was doing in that na foundation. akafanya huduma ambayo alikuwa anafanya kwa msingi huo. Maybe you don't understand the ministry I'm talking about. Kama uelewe huduma ambayo The unaizungumzia, ministry of prostitution. huduma ya She ukahaba, did it in that faulty foundation. alifanya hiyo kwa msingi huo mbovu. So she understood something that we want to learn tonight. Alielewa kitu ambacho tunataka tujifunze usiku wa leo. And as we proceed on, I also want to take you to the book of Luke chapter 1. Na wakati tunaendelea, nataka kupeleka katika kitabu cha Luka 1. Luke chapter 1. Luka 1. And we want to read together tonight. Nataka tusome pamoja usiku wa leo. The book of Luke chapter 1. Kitabu cha Luka A 1. very interesting story is there. Hadithi nzuri zaidi kwa mahali It is a pale. story you have gone through many times. Hadithi ambayo umekuwa ukipitia kwa muda mrefu. And we also want to see it tonight. Na tunataka tuione tena usiku wa leo. That is in Luke chapter 1 and verse 59. Hii ni Luka 1 mstari wa 59. The Bible says this. Biblia yasema hivi. Let us begin from verse 57 for a better understanding. Wacha tuanzie mstari wa 57 kwa kuelewa kuzuri. When it was time for Elizabeth to have her baby, Ilipowadia wakati wa Elizabeth kujifungua, she gave birth to a son. alizaa mtoto mwanamume. Her neighbors heard and her relatives also heard Majirani zake na jamii zake wakasikia that the Lord had shown mercy to her. jinsi Bwana alivyomfanyia rehema kuu. May this God also show you mercy. Wacha pia Mungu huyo akupe rehema. So when they heard this, they came to share the joy with her. Nao wakafurahi pamoja naye. Now, and verse 59 says this. Na mstari wa 59 unasema hivi. On the 8th day, they came to circumcise the child. Siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto. And they were going to name him after his father Zachariah. Nao wakataka kumpa jina baba yake Zakaria. Now verse 60
is very important. Na mstari wa 60 ni ya maana zaidi. But his mother spoke and said, Lakini mama yake akakataa na kusema, no, hapana, he is to be called John. jina lake ataitwa Yohana. Now this is a very brief story. Kwa hivyo ni hadithi fupi. You know the story about Zachariah and Elizabeth. Unajua hadithi kuhusu Zakaria na And Elizabeti. the two had lived for a long time without having a baby. Na wawili walikuwa wameishi kwa muda mrefu bila kupata So mtoto. divinely, the woman Elizabeth had visitation. Kwa hivyo kiungu mwanamke Elizabeti And akatembelewa. an angel of the Lord came to her and they had a better service. Na malaika wa Mungu akamtembelea, akakuwa na ibada ya kufana. And she was assured and promised that she will bear a son. Na akahakikishiwa kwamba atazaa mwana. Now after the birth of this son, Na baada ya kuzaliwa kwa mwana the huyu, neighbors came, majirani the wakaja, relatives came wanajamii on wakaja, the 8th day of circumcision. siku ya 8 ya kutahiriwa. Now on such a day there was a very big ceremony. Kwa hivyo kwa siku hiyo kulikuwa na sherehe kuu. And one of the agendas was to give the new baby also a name. Kusudi lilikuwa ni kumpa mtoto huyo aliyezaliwa jina. And many of the names that even we have today, Na majina mengi hata yale ambayo tuko nayo they leo are foundational names. ni majina ya misingi. They are based on where you are coming from. Yametokana na mahali ambapo They umetoka. are based on the village where you are born. Yametokana na kijiji ambapo They ulizaliwa. are based on your mother and father. Yametokana pia na babako na mamako. So every time relatives and neighbors come, Na kila wakati ambao wanajamii na majirani wanakuja, they bring a reflection of the past. wanaleta kule kuonekana kwa mwanzo They wako. bring their own interest in the matter. Wanaleta kutaka kwa kwenyewe katika shida lolote They lile. bring their own wishes in the scene. Wanaleta kusudi lao wenyewe kwa mahali ambapo wako. They come together with their own mind. Wanakuja na akili zao wenyewe. And so also like in Luke chapter 1, Kwa hivyo pia katika Luka on 1, the 8th day of this ceremony, siku ya 8 kwa sherehe hiyo, they came in and had their desire heard. walikuja na wakafanya matamanio yao isikike. They said that the new young baby was to be called after the father's name. Wakasema mtoto huyo aitwe kwa jina la baba yake. Now some of us have such kind of names, Wengine wetu tuko na majina kama hayo related to your father, ambayo imeunganika na baba yako, related to your mother, ambayo imetokana na mama yako, related to your na generation, pia imetokana na kizazi chako, related to your ancestors, imetokana pia na wale and waliokutangulia, related to your past. na pia kutokana na mwanzo Now wako. when the mother heard what the relatives were saying, Wakati mama alisikia kile ambapo wanajamii we walisema, desire for such strong women in the life that we live. tunatamani wanawake kama wenye nguvu kwa maisha tuishio. She came in on scene and she said no. Akakuja akasema hapana. Where are these men and women who can stand and say no? Wako wapi watu kama hao ambao wanaweza simama na waseme hapana? Where are the young girls and the boys who can say no to sin? Wako wapi mabinti na vijana wadogo wanaweza sema hapana kwa dhambi? Where is the generation of the youth who can stand strong in the presence of God and say no? Kiko wapi kizazi cha vijana kinaweza simama kwa uwepo wa Mungu na kusema And hapana? people who can say no to sin, Watu ambao wanaweza sema hapana kwa God dhambi, will say yes to their lives. Mungu atasema ndio kwa maisha Now yao. this woman is surprising me again. Huyu mwanamke anashangaza mara She tena. comes where men were seated. Amesimama mahali ambapo wanaume wameketi. She came where relatives were, Amekuja mahali wanajamii walikuwa, where the neighbors had come mahali ambapo majirani to walikuja share in the joy that she had. kushiriki furaha ambayo alikuwa She nayo, was not fooled by that circumstance. lakini hakupumbazwa na hali When hiyo. they brought in their opinion, Wakati walileta ndani mapendekezo she yao, stood and said no. alisimama akasema Why hapana. did Elizabeth say no? Kwa nini Elizabeth anasema She hapana? understood that they wanted to erect a new life Alijua kwamba wanataka kuinua maisha mapya on the old foundation. katika msingi ule wa I zamani. pray to repeat this again. Naomba kurudia hii mara The tena. woman stood and said no. Mwanamke alisimama akasema hapana. This young boy will not be called Zachariah. Huyu kijana mdogo hataitwa Zakaria. When you call this child Zachariah, Wakati utaita kijana huyu Zakaria, you are building the new life on the old foundation. unatengeneza maisha mapya katika msingi wa The zamani. problems Zachariah went through, Shida ile ambayo Zakaria alipitia, this child will also go through them. huyu mtoto pia atapitia shida The hizo. shortages that Zachariah went through, Yale mapungufu ambayo Zakaria alikuwa they nayo begin to follow this baby. ataanza kufuata
foundation, kila wakati umeunganika na msingi wa kitambo, every time you are linked to the life of a dead person, kila wakati umeunganika na maisha ya mtu the aliyekufa, tribulations they went through kila mateso ambayo walipitia comes and begins to follow you. inakuja na inaanza kukufuata. If they were wicked men, Kama kulikuwa watu watenda your dhambi, life also turns to be wicked. pia maisha yako inaanza kuwa ovu. If they were sorcerers, Kama walikuwa wachawi, you also begin to walk in that spirit. pia unaanza kutembea kwa roho hiyo. If they were witches, Kama walikuwa the wachawi, spirit of witchcraft is upon you. roho ya uchawi unaingia ndani yako. Now, when Elizabeth understood this in the deeper revelation, Wakati Elizabeth alitambua katika kuelewa kuku zaidi, she had no option and she said no. hakuwa na chaguzi mwingine ila kusema I hapana. know that I've underlined in my Bible, Hapana ambao nimeweka mstari chini kwa Biblia because it yangu. speaks of a woman who had made up her mind Nimezungumzia mwanamke ambaye alitengeneza akili to yake dislink the new generation kutoka kizazi kipya, from the old generation. kutoka kwa kile kizazi cha zamani. Child of God, you can share an amen with me. Mwana wa Mungu, unaweza shiriki amina na mimi. Now, I want you to listen to this. Nataka usikize hii. Foundations determine the height of your destiny. Msingi unaelekeza umbali ambapo utaenda. Every kind of foundation Kila aina ya msingi determines how far the building can go. inaonyesha umbali gani mjengo utaenda. The foundation of your life Msingi wa maisha yako determines the fountains that will meet on your destiny. inaonyesha vitu ambavyo utakutana nayo katika hatima yako. Everything you will meet on the journey of your destiny Kila kitu utakutana nayo katika safari ya hatima are yako determined by your foundation. yanaonyeshwa na msingi wako. And Elizabeth understood this, Elizabeth akatambua that hii. when we call this young boy Zachariah, Kama tutaita kijana huyu Zakaria, every shortcoming of kila Zachariah mapungufu ya will Zakaria follow the young boy. utafuata kijana huyu mdogo. And she said no, Akasema hapana, he shall be called John. ataitwa Yohana. She was breaking up the chain Alikuwa anavunja ile minyororo so that the new foundation ili msingi mpya becomes better than the old foundation. ikuja ikiwa nzuri kushinda ile ya Now, zamani. child of God, listen to this. Kwa hivyo mwana wa Mungu nisikize The leo. strength of every plant, Kwa hivyo nguvu yote ya kila mmea, the strength of every plant nguvu ya mmea wote is ule determined by the root. inaelekezwa na It mzizi. is by the roots Ni kutokana na mizizi that a plant can grow. ya kwamba mmea unaweza mea. It is by the roots Ni kutokana na mzizi that a plant can stand. ya kwamba mmea unaweza simama. If your life does not have fruit, Kama maisha yako hayana matunda, it means your foundation is faulty. inamaanisha msingi wako ni mbovu. If your life does not have a smile, Kama maisha yako hayana tabasamu, it means your foundation is faulty. inamaanisha msingi wako ni mbovu. If your life does not have joy, Kama maisha yako haina furaha, there is something wrong with your foundation. kuna shida na msingi wako. Some of us in the lives that we live, Wengine wetu kwa maisha tuishio, our backgrounds are the backgrounds of our fathers. maisha yetu ya kitambo ni ile ya baba yetu. That is why you have married many times like your father. Ndio maana umeoa mara mingi kama baba yako. That is why you are broke like your father. Ndio maana huna pesa kama baba yako. That is why you beat your wife like your father used to beat your Ndio mother. maana unampiga mke wako kama jinsi babako alimpiga mama That is yako. why you don't love your children the way your father never loved you. Ndio maana upendo watoto wako jinsi babako hakukupenda And you wewe. are directly linked to the life of your father. Umeunganika kwa maisha ya baba yako, Because the background that you stand on kwa sababu hiyo msingi ambao is unasimamia the old background of your father. ni ile msingi ya baba yako. It could be that is why they call you the name of your father. Na inaweza kuwa ni sababu ambao wanakuita jina ya baba And yako. maybe that is why you carry the name of your grandfather. Ndio maana unabeba pengine jina ya babu yako. Now, some of us in the life that we live, Wengine wetu kwa maisha tuishio, the background of our mother is really controlling us. maisha mama yetu inatuelekeza And it is zaidi, really dealing with our lives today. inashughulika na maisha yetu leo. Your mother bore you in a third marriage. Mama yako alikuzaa katika ndoa ya tatu, And that is why today your second marriage is gone. ndio maana leo ndoa yako ya pili imeenda And you are looking for a third marriage. na unatafuta ndoa ya It tatu. is because of the life that you are living today Ni kwa sababu maisha ambayo unaishi leo was erected in the background of your mother. iliinuliwa katika maisha ya mama yako. So your foundation is built on the foundation of your ancestors. Kwa hivyo
years, hawezi ishi peke yako kwa miaka 50, and the only prayer point you have is marriage. na maombi ambayo uko nao ni ndoa. 10 years since graduation, Miaka 10 tangu ulipohitimu, you are still jobless. bado hauna kazi, And things are happening in a way that you can't na understand. vitu vinatendeka kwa njia ambayo huwezi elewa. Child of God, Mwana wa Mungu, we must begin to work on our foundation. lazima tuanze kutendea kazi misingi yetu. When you read your Bible in the book of Psalms chapter 11, Wakati unasoma Biblia yako katika Zaburi 11, and you can put your eyes in verse 3, na unaweza weka macho yako kwa mstari wa the 3. Bible says if the foundations are being destroyed, Biblia inasema kama misingi imeharibiwa, what shall the righteous do? wenye haki watatenda nini? Let me explain something here. Wacha nieleze kitu mali You hapa. can be righteous, Unaweza kuwa mwenye haki, but still connected to a faulty foundation. lakini bado umeunganika kwa msingi You mbovu. can still be preaching the way I'm doing it, Unaweza kuwa unahubiri kama jinsi and you nafanya, are preaching on a faulty na foundation. unahubiri katika msingi You mbovu. are driving a car, Unaendesha gari, but on a faulty lakini foundation. kwa msingi mbovu. That is why that car has never helped you. Hiyo ndio maana gari hiyo haijai kusaidia. Every time you are doing anything Kila wakati unafanya kitu on a chochote faulty foundation, katika msingi mbovu, in the morning you could be up, asubuhi unaweza amka, but in the evening you go down. lakini jioni unaenda So chini. your life is not permanent. Kwa hivyo maisha yako haikai muda It is an mrefu, up and down kind of ni life. kwenda juu na chini You tu. may be righteous, Unaweza kuwa mwenye haki speaking in powerful tongues, ukizungumza kwa ndimi, but still you have no marriage. lakini bado hauna ndoa. You can be righteous, Unaweza kuwa mwenye haki, but you don't have a good life. lakini hauna maisha mazuri. You are speaking in very powerful tongues, Unazungumza kwa lugha kuu zaidi, and just because your mama was a single na mother, kwa sababu tu mamako alikuwa anaishi peke you are yake, also a single mother. pia wewe ni unaishi peke yako, Because your marriage today kwa sababu ndoa yako is leo still erected on a faulty foundation. imeinuliwa pia kwa msingi mbovu. We want to begin to deal with our foundation. Tunataka kuanza kushughulika na ndoa zetu. We must begin to erect a new foundation. Lazima tuinue msingi mpya, Every wicked foundation in your life, kila msingi mbaya kwa maisha yako. the God of Rahab Mungu wa Rahabu will change that foundation. atabadilisha msingi Now huo. let us put our eyes back to our favorite book. Wacha tuweke macho yetu kwa kitabu ambacho tunakipenda, And our favorite book, we go back to the book of na Joshua. kitabu chetu tunarudi kwa kitabu cha Yoshua. Joshua is our anchor book. Yoshua ni kitabu chetu ambacho ndicho cha maandiko It is haya, the book that we are moving on with. kitabu ambacho tunasonga nacho, And we are going back to chapter 2. na tunaenda mlango wa pili, And now we are reading verse na 12. tunasoma sasa mstari wa 12, And we shall read verse 12 and 13. na tunasoma mstari wa 12 na wa 13. The Bible says this. Biblia inasema hivi: Now then, please swear to me by the Lord sasa hivi basi tafadhalini niapieni kwa Bwana that you will show me kindness to kwamba my family, mtanitendeshea hisani jamii ya baba yangu, because I've shown you kindness. kwa kuwa nimewatendea hisani. This is Rahab talking. Huyu ni Rahabu anazungumza, She's saying this to the spies. anazungumza haya maneno kwa pelelezi. Now then, please swear to me Kwa hivyo pia niapieni mimi by the Lord kwa Bwana, that you will show me kindness kwa kuwa mtanitendea haki to my family, kwa familia ya baba yangu, because I have shown you kindness. kwa sababu nimewatendea kwa hisani. Part 2 of that verse, Sehemu ya pili ya kifungu hicho: give me a sure sign nihakikishieni that will spare the lives of my father, ya kwamba mtawacha baba yangu, my mother, mama yangu, my brother, ndugu and zangu my sister, na dada zangu, and all who belong to them, pamoja na wale walio wa kwao, and that you will save us from death. na mtatuokoa kwa kifo. This wise woman Huyu mwanamke mwenye is hekima about to bring the whole family ako tayari kuleta familia yote in a new foundation. katika msingi mpya. Rahab is pleading for the whole family. Kwa hivyo Rahabu anaomba kwa sababu ya familia She has nzima. lived in a foundation of sin. Ameishi katika msingi wa dhambi, She has lived in a foundation of death. ameishi katika msingi wa kifo, Because sin will take you to everlasting death. kwa sababu dhambi itakupeleka katika kifo cha And milele. now that she is interceding for the Na mother, sasa hivi anaombea mama for the father, na baba, the sister, dada and the na brother, ndugu pia, then all foundation is about to be destroyed. na sasa hivi msingi wa kitambo uko
foundation kila msingi mbovu must come to an end. lazima ufike mwisho. Every foundation that is not of God Kila msingi ambao si wa Mungu must be destroyed by the God of Rahab. lazima uangamizwe na Mungu wa Rahabu. Child of God, I want you to believe this. Mwana wa Mungu ataka uamini. And even as we continue to pray, Hata wakati tunaendelea kuomba, that wicked foundation of your father, huyo msingi mbaya baba yako, that wicked foundation of your father, msingi huo mbaya baba yako, just like Rahab did, kama jinsi Rahabu we are alivyofanya, collecting them in one place. tunayafunga yote mahali And we pamoja, are calling the fire of na God tunaita moto wa that our Mungu families may be saved. ili maisha yetu In yaokolewe Jesus' mighty kwa name. jina kuu la I Yesu. want us to meet in our next service. Nataka tukutane kwa ibada As ijayo, I pray for you now, wakati nakuombea sasa hivi. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la for Yesu, anybody who have heard this kwa service yeyote aliyesikia ibada hii and have believed in your word, na ameamini neno lako, destroy the old foundation. angamiza msingi wa In zamani Jesus' mighty kwa name. jina kuu la Yesu. God bless you. Mungu awabarikini. Amen. Amina.